الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا فيه من السماوات ومن الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، توقفك درس عقيدة كتاب العقيدة الواسطية كشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. توقفك ملانغو والشفاعة. درس اليوكيتا tulisoma الشفاعة العظمى kwamba miongoni mwa shafaa na uombezi atakaoutoa au atakaofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuombea umma na watu wote kwa ujumla ni ash-shafaa al-udhma. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ana shafaa mbili. Moja ni shafaa kwa ajili au ana shafaa tatu siku ya kiyama. Shafaa ya kwanza ni kwa ajili ya watu wote ambayo ni ash-shafaatul udhma, na shafaa ya pili ni kwa ajili ya kuwaombea watu wa peponi waruhusiwe kuingia peponi, wa nas'alullah an yaj'alana minhum. Na shafaa ya tatu ni shafaa kwa watu ambao wanastahili kuingia motoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam atawaombea wasiingie motoni, na kadhalika kwa wale walioingia motoni tayari atawaombea vile vile watolewe. Hii shafaa ya kwanza ambayo ni ash-shafaatul udhma li ahli al-mawqif, kuombea watu katika uwanja wa kiyama ili wahesabiwe, tumeizungumzia jana. kadhalika ya pili ndio tutaanzia hapo leo insha Allah. Wa amma ash-shafa'atu ath-thaniya fayashfa'u fi ahli al-jannati an yadkhulu al-janna. Uombezi wa pili na shafaa ya pili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atawaombea ahlul janna, watu wa peponi, an yadkhulu al-janna, kuingia peponi. Wadhalik أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط، لا نقوم وتوفقون وتكفوك في الصراط، وقفوا على قنطرة وتسمام في دراجة. أنا سفاري من القيامة كنا viwanja au kuna vituo tofauti tofauti. Watu kishatoka katika hisab na mizan na kama kufaru shapelekwa motoni, watabaki waislamu almu'minuna alkhullas, lakini pia watabaki katika umma wanafiki wanaodai imani, na itawekwa sirat. صراط جسر ممدود على متن جهنم، ni daraja ambayo itakuwa limepita juu ya mgongo wa jahannam. Chini ni jahannam na juu yake kuna njia inapita. Watu watavuka kwa ajili ya kwenda katika pepo. Upande wa pili ndio kuna janna.
wataanguka wanafiki wote katika sirat, katika moto. Kadhalika ahlul kaba'ir, na wale walioandikiwa kuingia motoni katika usatul muwahhidin wataanguka katika moto. Safari ni ndefu, lakini wako ambao watapita kalbar, kama umeme wa radi, yani tarfat ain, kiasi cha kupepesa jicho tu. Mtu akikanyaga atapita yuko upande wa pili. Kwa kadiri ya imani zao watu watapita, kwa kadiri ya imani na amali walizozifanya ulimwenguni. Kwa hiyo amali utakayoifanya na imani utakayokuwa nayo ndio itakayokupa wepesi wa kuvuka. Na kuna ambao watapita karihi mursala, kama upepo, na kuna ambao watapita kaljawazi, kama vile anavyopita farasi au mpanda farasi mbio zake, na kuna watakaopita kama mwenye kutembea kwa miguu, na kuna wengine watapita kwa kusota. Na kila mmoja atakuwa na mwangaza na nuru, maana ni giza. Kila mmoja atakuwa na taa yake maalum kwa kadiri ya imani yake. Kwa kila mmoja atakuwa na nuru ambayo itamwilikia mbele yake. Waona wewe tu, mwangaza huu ni wako wewe tu. Ina maana wewe ukitazama, mwenzako ukitazama hawezi kuona ila kwa mwangaza wake yeye. Hii ni giza. Wanafiki itakuwa taa zao zikiwaka na kuzima. Mara nafika mahali lazimika kabisa na safari bado ni ndefu, ndipo pale watakaposema kuwaambia waumini, unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Watawaambia كما نسمع الله تبارك وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وتسمى waumini wanaume wanafiki wanaume na wanafiki wanawake. Wanafiki wote watasema kuwaambia walioamini, tungojeeni ili tuweze kuchota katika nuru yenu, sisi nuru imetukatikia. Kwa tuomba msaada wenu tuchote kwenye nuru yenu tupate kuona sawa sawa. Jawabu itakuja kwamba hilo halitawezekana, isipokuwa nyinyi rudini tena duniani mkaitafute nuru. Irji'u wara'akum, rudini nyuma yenu, faltamisu nura, mkatafute hiyo nuru. Itawezekana kurudi? Haiwezekani, kwa maana kwamba wataporomoka katika moto wa jahannam, kama anavyosema Allah tabaraka wa taala, wa in minkum illa wariduha kana dhalika kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw ونذر الظالمين فيها جثيا. الله تبارك وتعالى سمى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. hakuna yoyote miongoni mwenu nyinyi isipokuwa ataupita moto, na hilo kwa Mola wako lishakuwa ni jambo la lazima lililokuwa limehukumiwa. Ni jambo tayari lishakatwa hilo hukumu yake kwamba itakuwa namna yote, mtapita hapo. Hakuna njia nyingine, hakuna njia nyingine ya kwenda katika janna ila hapo. Hakuna shortcut kwamba kuna sehemu utapita, mimi nitakatiza kwa huko nizunguke ndio, la, njia ni hiyo tu. Kwa hiyo tutawaokoa wale waliokuwa wacha Mungu na tutawaacha madhalimu hali ya kuwa ni wenye kupiga magoti. Kwa kadiri ya imani yako na amali zako, Allah atakupa wepesi wa kuvuka na atakupa nuru ya kuweza kukuangazia katika njia hiyo. Kwa hiyo watu wakishavuka watawekwa kwenye kizuizi kingine tena. Wana kizuizi hapo sasa.
beria iko pale, mshavuka wewe umepona, itawekwa pale kizuizi kingine, hakuna kupita tena. Fayaqtasu au fayuqtasu li ba'dihim min ba'd, hapo patalipizwa kisasi. Sasa watu watalipiziana kisasi, lakini kisasi hiki sio kama kile kisasi kilichopita kule katika arasatul qiyama. Maana waliovuka hapa ni waumini khullas, ni waumini safi kabisa, washaandikiwa kuingia peponi, lakini pana kisasi. Lakini sio kama kisasi kile cha mwanzo. Maana kwa mwanzo katika wakati wa mizani huko kutakuwa na kisasi, watu watalipwa, na kisasi cha huko watu hawatalipana kwa kutandikana ngumi wala bakora, kwamba wewe ulimpiga huyu ngumi naye mlipizie pige ngumi. La, kisasi cha siku ya kiyama ni kulipana amali. Wewe unalipa huyu, wewe ulimtukana na ulimtukana, haya mlipe, una cha kumlipa. Yachukuliwa mema yako, basi utakata zile swala zako ulizoziswali 30 utazikata, apewa huyu thawabu zake. Anakuja mwingine, huyu ulimpiga, sasa itabidi umlipe. Talipa nini? Pakata fungu katika amali yako, mpe huyu. Kwa kila mmoja atapewa haki yake katika wale waliowafanyia dhulma. Kama ulikuwa una amali nyingi lakini na visa unavyo vingi, amali zako zikiisha, sasa yule amekuja naye anadai haki yake mwingine, ataambiwa wewe ulimdhulumu, sasa huna cha kumpa, kachukua dhambi zake tukupa wewe, wabandikiwa mizigo na dhambi kutokana na dhulma. Sasa kisasi hiki ni cha mwanzo, lakini kuna kisasi kingine sasa cha kabla ya kuingia katika janna. Hiki ni hasa ambacho Allah tabaraka wa taala amekiweka baina ya waumini kwa lengo la kutaharisha baina ya nyoyo zao. Yutahiru Allahu fihi alqulub wa yuzilu ma fiha min ahqadi wadhaghain, atakuja kutaharisha nyoyo na ataondosha yaliyomo ndani ya vifua katika chuki na mifundo. Fa idha hudhibu wa nuqu, watu wakishakhafifa sasa, udhina lahum fi dukhuli aljanna, kama kusema Allah katika sura moja katika Araf, katika aya aliyosema Allah anasema wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Hii katika hivi na katika Araf imekuja wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan tajri ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا في صدورهم أكون إخوانا قد تحجر زير ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. هنا كتك أعراف ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على sururi mutaqabil, tutatoa yaliyomo katika vifua vyao, katika mifundo, tutaiondosha ile mifundo. Watu wanaweza wakawa ni waumini ndugu, lakini inawezekana wakafanyiana mambo ambayo ni ya chuki. Huyu alimuudhi huyu au alifanya jambo hakukusudia. Watu wana baadhi ya vitu katika nafsi zao kama watu wamekufa navyo. Sasa kabla ya kuingia janna, ili wapate raha ya maisha ya kule, asiyo tena ana chuki na mtu fulani. Mimi nikimwangalia yule bwana simmalizi, tafuta nini huko? Lakini wauliza tafuta nini huko peponi? Mimi ameamini na pia kaja huku. Sasa hayo hayatakuwepo, watu wote watakuwa ni ndugu. Kwa hiyo wataondolewa ile mifundo waliokuwa nayo. Ina maana kila watu wakionana wanakuwa na furaha, wana bashasha baina yao, hakuna chuki. Hakuna maisha mazuri kama watu hawana chuki baina yao. Sio kama mtu tayari ana kitu katika nafsi yake, mimi bwana niko huku lakini mtu fulani bwana yule mimi nikimuona sipati raha katika nafsi yangu. Na kuna mambo ya kawaida ambayo yapo ya kibinadamu yanaweza kutokea, si madhambi, lakini ubinadamu unaweza kutokea, mifundo kaingia. Mfano wewe una mke wako, umempenda, mmeishi vizuri na una rafiki yako, wewe wafa waondoka duniani, rafiki yako anakuja kumuoa mkeo. Alafu yeye kiyama sasa yawa mke wako wewe ulimwacha ambaye kaolewa na rafiki yako, aenda awali mke yule rafiki yako.
kama watu wataondolewa vifungo itakuwaje? Kumbe ni mtu mbaya sana. Itakuwa vitu kama hivi. Sasa hali kama hiyo Allah ataiondoa kwa watu, itakuwa ni sawa tu, hakuna shida. Kwa hiyo baada ya hapo sasa, wakishaondolewa, wakifika katika milango ya pepo, washapita katika sirat, washapita watu katika sehemu ya kisasi na ardhi ile, wanaiangalia pepo ile pale, lakini milango ya pepo imefungwa. Watu wakienda katika janna, pepo imefungwa na kuna malaika walinzi wamesimama. Mfahamu? Kwa hiyo watu wa peponi ni tofauti na watu wa janna, watu wa motoni. Watu wa peponi watakwenda watakuta pepo imefungwa mpaka ifunguliwe, lakini watu wa motoni wakifika watakuta milango iko wazi tu, watu wabebwa tu na kusanywa, hakuna mlango uliofungwa. Ni tofauti na watu wa motoni. Kwa hiyo mpaka aje Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amuombe Allah tabaraka wa taala kwamba watu waingie peponi. Kila mmoja ataingia katika mlango ambao alikuwa akikithirisha kufanya juhudi za ibada katika mlango huo. Kama wewe ni mtoaji sana, basi utaitwa katika mlango wa watu ambao wao kazi yao ni kutoa. Kama wewe ni mfungaji sana, mwenye kuswali sana, mwenye kusoma Qur'ani, kila mmoja ataitwa katika ule mlango, na wengine wataitwa milango yote. Fulani waitwa uingie huko, mara iko huko, mara iko huko. Milango iko wazi, ishafunguliwa, lakini waitwa huku, mara waitwa huku. Utachagua wewe na kuna watu. Kwa hiyo kama amali zako fulani ndio zimekithiri, ziko nyingi zaidi kuliko nyingine, basi utaitwa katika ule mlango ambao wewe umekithirisha amali. Na kama pia umekithirisha zote, sehemu zote, basi utaitwa katika milango yote. Utachagua wewe mwenyewe uende katika mlango gani. Na shafaa hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuombea watu waingie katika janna, kwamba pepo ifunguliwe ili watu waingie, imethibiti kupitia Qur'ani na Sunna. Katika Qur'ani wa ahlul ilmi wanataja kwamba ni kauli yake Taala, hatta idha jauha wa futihat abwabuha, imekuja kwa wafutihat, وهذا يدل أن هناك شيئا بين وصولهم إليها وبين فتح الأبواب. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى anasema hii inafahamisha ya kwamba hapo kutakuwa kuna kitu baina ya kuwasili kwao na baina ya kufunguliwa milango. Watakuwa pana kitu kimeingia katikati yao, na watu watazidiana kwenye kuingia peponi. Kuna wengine wataingia mapema peponi na wengine watacheleweshwa kwanza. Mafakiri na maskini watawahi kuingia peponi mapema ikiwa wao ni katika watu wa peponi. Lakini kuna baadhi ya watu ni mafakiri duniani, wameishi kwa dhiki duniani, na watakuwa motoni akhera, waliyadhu billah. Lakini kuna watu kutokana na sabri waliokuwa nayo na fakiri yao, uvumilivu ndio ufakiri waliokuwa nao na shida, wakasimama katika haki, Allah atawatanguliza kuingia peponi na wao wapate ladha kidogo ya maisha. Na wale waliokuwa na hisabu nyingi na akaunti ndefu pana au nzito watasailiwa kwanza, watasubirishwa, wataingia baadaye. Allahu almusta'an. Na inakuja katika sunna hadithi ya Imam Muslim rahimahullah ta'ala kutoka kwa Hudhaifa ibn al-Yaman na Abu Hurairah radhiyallahu anhum, wanasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala an-nas, Allah atawakusanya watu tabaraka wa ta'ala, fayaqumu al-mu'minun hatta tuzlafa lahum aljanna, waislamu watasimama mpaka pepo sasa itakuwa itakapokuwa imekurubishwa. Fayatuna Adam, watamwendea Adam, watamwambia ya abal bashar, ya abana tuombee tufunguliwe.
omba tufunguliwe mlango. Mwisho atamwendea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye atakwenda kuombea na watu watafunguliwa mlango wa pepo, wataingia. Sura ya Kiyama na masala ya janna na nar, hata ufikirie vipi, hivyo unafikiria ni tofauti na hali halisi ilivyo. Fikiria, geuza hivi, leta sura hii, picha hii, labda itakuwa hivi, ni tofauti. Kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Qudsi kwa masala ya janna haijawahi kupita katika moyo wa mtu yote. Anasema a'adadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynu ra'at wala udhunu sami'at wala khatara ala qalbi basharin, nimewaandalia waja wangu wema vitu ambavyo hakuna jicho lililowahi kusikia, lililowahi kuona, wala sikio lililowahi kusikia, wala haijawahi kumpitikia katika moyo wa mtu yoyote katika wanadamu. Kwa hivyo unapodhania uzuri wake na ukubwa wake na matukio yake, sivyo hivyo, ni tofauti, mambo hayako namna hiyo. Nasallallahu aljanna wa na'udhu bihi minan nar. Wa hatani ash-shafa'atani khassatan lahu, shafaa hizi mbili zilizozitaja hizi ni hasa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Swala kuombea watu katika kisimamo cha kiyama na swala kuombea watu kuingia katika janna. Na iko shafaa nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni hasa kwa ajili yake yeye. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala hakuitaja, nayo ni shafaa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam atamwombea ammi yake Abu Talib, atamwombea ammi yake Abu Talib. Na hadithi imethibiti katika sahihaini kwamba Abu Talib amekufa katika kufra, hakufa muislamu, lakini alimtetea sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimuhami sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuwahi kusilimu. Na katika kisa cha Ibn Musayyib katika hotuba yake anasema kwamba siku ambayo Abu Talib alifikiwa na mauti, ndio katika sakaratul maut, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimwendea akamwambia, ammi yangu, sema kalima ambayo mimi nitakutetea kwa kalima hiyo mbele ya Allah tabaraka wa taala, sema la ilaha illa Allah. Na pale wakina Abu Lahabi na wengineo katika washirikina kwa jamaa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam wako pale, wakamwambia Abu Talib ilikuwa kama atakusilimu, atakutamka yale maneno, wewe utakuwa uache mila ya Abdul Muttalib, utakuwa uache mila ya baba yako. Akasema ala millati Abdul Muttalib, ala, kwa maana kwamba ala millati Abdul Muttalib, mimi nitakufa kwa mila ya Abdul Muttalib. Akakataa kusema la ilaha illa Allah sababu ya kuogopa jamaa zake. Inaonekana kwamba sasa huyu kumsikiliza mwanawe mpaka katika dakika ya mwisho ndio asilimu, amfuata huyu mwanawe. Kwa hiyo katika hilo Allah kumpa taufiki tena, akafa kafir. Jambo hili lilimsikitisha sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alitamani kufa Muislamu, lakini haikuwa hivyo. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika amri zake aliyokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa na amali wanne waliodiriki Uislamu. Sababu katika amri zake Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa 10, lakini waliodiriki Uislamu ni wanne. Alikuwepo Abu Lahab, Abu Talib, Abbas na Hamza. Wakati Uislamu ukija na Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa utume, hawa walikuwa hai, ndio maana ya kudiriki Uislamu. Lakini waliosilimu katika hawa ni wawili, na wengine wakafa katika kofa, wawili. Waliosilimu ni Hamza, alisilimu mwanzo kabisa. Kadhalika Al-Abbas
alisilimu katika yaumu fathi Makkah, siku ya kufunguliwa Makkah na kutekwa Makkah Abbas ibn babake Abdullah ibn Abbas na Al-Fadl ibn Abbas. Abu Lahab yeye hakutaka na alimpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam kila mahali. Hawa ni ammi zake, hasa ndugu baba yake. Hamza alisilimu na alikuwa ni mtu bora na alikuwa na fadhila nyingi na amemtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam sana, lakini alikufa mapema kabisa baada ya hijra. Alifariki katika vita vya Uhud, aliuawa. Aitwa sayyidu shuhada. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kumuita Asadullah, simba wa Allah, lakini pia kiitwa sayyidu shuhada, bwana wa mashahidi. Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu. Na Abbas alikuwa katika marika ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akimzidi kidogo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umri. Kwa hiyo Abu Talib kwa kuwa alimdifai Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam, atamuombea, atamfanyia shafaa. Uombezi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na shafaa yake hautamtoa katika moto, bali atakachokipata yeye ni takhfifu ya adhabu yake itakhafifishwa kidogo. Kwa hiyo hadithi hii itakuwa imefanya takhsis aya inayosema fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, makafiri hautawasaidia wao uombezi wa wenye kuombea. Makafiri hawatasaidiwa, yani wakifa katika kufuru zao, hata waje waombeaji maelfu kwa maelfu hawatasaidia kitu, watakaa katika moto. Kwa hiyo hii isipokuwa Abu Talib peke yake, uombezi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam utamsaidia, na hautamsaidia kwa kumtoa katika adhabu Allah, katika moto, bali atawekwa katika ukingo wa moto. Moto utamfikia mpaka kwenye vifundo vya miguu yake, hata ingia kwenye moto kwa ujumla, bali moto utachoma kutoka kwenye nyayo zake mpaka kupita kwenye vifundo vya miguu. Lakini taghli biha au yaghli minhu dimaghuhu, wakati huo ubongo wake utakuwa unachemka, unatokota ule moto ambao ameukanyaga katika adhabu, ataishi katika adhabu hiyo milele. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi, walaula ana lakana fi darki al-aswal min an-nar, lau kama sio mimi kumwombea Abu Talib angekuwa tabaka ya chini kabisa kwenye moto. Lakini nitamwombea, atawekwa katika kijifuko kidogo pembezoni, lakini yuko kwenye moto, na wakati huo kwenye moto huo umemfika kwenye vifundo vya miguu, ubongo unachemka. Nasallallahu alaihi wasallam, a'udhu billahi min adhabillah wa min ghadab. Shafaa ya tatu ni kwa wale ambao wamestahili kuingia motoni. Wa hadhihi shafaa lahu wa lisairi nabiyina wasiddiqina wa ghayrihim. Shafaa hii itakuwa ni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakuwa nayo yeye, uombezi huu ataufanya. Kadhalika baki ya mitume wengine pia nao wataombea, na watu siddiqina waliokuwa wa kweli wenye kusadikisha, na wengineo. Kwa hiyo kuna shafaa ya kuwaombea wale ambao walistahiki sasa wende motoni. Kuna uombezi, kuna watu wataombea kuanzia manabii na siddiqin na shuhada na salihin, watawaombea watu, watawaombea jamaa zao. Itafikia wakati watu wataombeana, mtu ataombea ndugu zake, atawaombea wazazi wake, ataombea marafiki, atawaombea majirani, ili mradi apewe idhini tu, naye ataomba, atawaombea, ikiwa yeye ni katika wale waliosalimika na waliokufa katika khair, siddiqun, shuhada, kadhalika salihun, watu wema ambao wao wameshasalimika, hawatakwenda tena motoni, watapewa fursa. Kuna wengine watapewa fursa, wewe ombea jamaa zako watano, tazama katika jamaa zako watano, fulani 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 fulani, mbona nafasi yako imeisha? Sasa hao watano
nyinyi nendeni kwa uombezi wa huyu, ngine sisi ambaye ndo tayari imekwisha nafasi. Kwa hiyo kuna watu watapewa fursa ile ya kuwaombea watu. Ndio kila mmoja atapewa idadi kubwa au wingi wa watu wa kadiri ya ile martaba na ile hali aliyokuwa nayo katika kuwaombea watu. Kwa hiyo mwingine atawaombea jamaa zake, atawaombea ndugu zake, mpaka itafikia nafasi ya kuombea jirani. Mkuwa ende motoni, Allah atawasalimisha na moto kwa shafaatu shafi'in. Kwa hiyo shafaa hii ya sampuli ya tatu ni kuombea wale waliostahiki kuingia motoni min usati almu'minin, katika wale waliofanya maasi katika waumini. Sharti awe mu'min, lakini aliteleza akawa amefanya maasi na maasi yake yakawa ni mengi kiasi ambacho anastahiki ende motoni, anastahiki kwenda katika moto. Na ya pili tumesema kwamba shafaa hii ya kwanza wataombea mitume, kadhalika na wengineo katika watu wa kheri, siddiquna na salihun, kwa ajili ya watu kuombeana katika jamaa zao, kuombea jamaa zao. Na nyingine katika sampuli hii ni kuwaombea wale ambao wako kwenye moto. Sasa Allah tabaraka wa taala watoe, wayukhriju Allahu minan nari aqwaman bighairi shafaa. Lakini pia Allah tabaraka wa taala kuna watu atawatoa motoni, tayari washaingia, wameungua mpaka wamekuwa mkaa, lakini Allah tabaraka wa taala bifadlihi wa rahmatihi atawatoa. Wayukhriju Allahu minan nar aqwaman bighairi shafaa. Na kuna watu ambao Allah tabaraka wa taala atawatoa motoni bila ya uombezi wa mtu yeyote, bali bifadlihi wa rahmatihi, bali atafanya hivyo kwa sababu ya fadhila zake na rehema zake, kama walipopokea maimamu wawili al-Shaykhani al-Bukhari wa Muslim katika sahihi zao katika hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna Allah ta'ala yaqul, yani fima yarwihi an rabbi, anna Allah ta'ala yaqul, kwamba Allah tabaraka wa ta'ala atasema, shafa'at al-malaika wa shafa'a an-nabiyyun wa shafa'a al-mu'minun, asema wameshaombea malaika, wameombea mitume, wameombea waumini, walam yabqa illa arhamur rahimin, hakubakia tena mwingine wa kuombea isipokuwa mwingi wa huruma, Allah tabaraka wa taala mwingi wa kurehemu. Fayaqbidu qabdatan min an-nar, atakamata fumba moja kutoka motoni, fayakhruju minha qauman lam ya'malu khayran qat, au fayukhriju minha qauman, atawatoa watu katika huo moto ambao hawajawahi kufanya kheri yoyote, qad aadu hamama, wamerudi wamekuwa kama mkawi, umeungua kabisa. Kwa hili ni jambo la 11 katika mambo yaliyotajwa, nalo jambo la shafaa. Jambo la 12, al-amru ath-thani 'ashar mimma yakunu yawm al-qiyama, jambo la 12 katika yale yatakayopatikana siku ya kiyama, وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا. pepo itabakia nafasi ya ziada kwa wale walioingia katika watu wa duniani. Namna pepo itakuwa kubwa, kwa watu watajazwa humo, wataingia, alafu kuna eneo kubwa itabaki halina watu, itabakia nafasi, lakini wengine wanaungua katika moto. Sasa nafasi hii iliyobaki wazi itakuwaje? Maana pepo upana wake ni mapana ya mbingu na ardhi, yani upana wa mbingu alafu na ardhi tena, usitangaze mbingu na ardhi, ni upana wa pepo. Sasa itakuwa ni pana, na watu watakuwa, mtu anakatiwa eneo madda al-basar, upeo jicho lake yote yako. Sasa ardhi au pepo itabaki, itakuwaje?
Allah tabaraka wa taala ameahidi kwamba atavijaza vitu hivi vyote viwili, pepo na moto, lazima vijaze. Kwa hiyo imethibiti katika sahihaini kwamba Allah tabaraka wa taala atawaumba watu alafu waingize katika pepo ili ijae. Atawaanzisha watu wengine wapya alafu atawaambia nyinyi wengine peponi. فينشئ الله لها أقواما. الله تبارك وتعالى atawaanzisha watu kwa ajili ya pepo, ataumba watu kwa ajili ya pepo, fayudkhiluhum aljanna, kisha atawaingiza peponi. Kwa hiyo watu wakimbilie pepo jamani, sababu pepo ina nafasi kubwa, haijai mpaka itakuwa sasa hamna nafasi, ili ijayo watafuta watu wengine waumbwe tena waingize peponi. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب العقاب. na kauli yake aliposema na sampuli za wale ambao ni wakusanya wao darul akhirah katika hisabu, au na yale ambao wakusanya na darul akhirah katika hisabu na thawabu na iqab, anakusudia nini? na sampuli za yale ambayo yamekusanywa na nyumba ya akhirah katika hisabu tumetaja kwa nyuma maelezo yake, tushaeleza mambo hisabu. Na thawabu maana yake ni malipo, na iqab ni malipo mema kwa ule wema anaofanya mtu, na iqab maana yake ni malipo ya uovu. Na masala ya janna wa nar, janna ni sehemu ambayo Allah tabaraka wa taala ameandaa kwa ajili ya wapenzi wake wenye kufanya mema. Humo ndani watu watapata kile ambacho kinatamani nafsi na kinafurahishwa na jicho. fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Nafsi haijui wala kitu gani kimefichiwa katika vile vyenye kutuliza jicho. Vimeandaliwa vitu hivyo kwa ajili ya kuwa ni malipo kwa yale ambao watu wanayatenda. Na hivi tunapozungumza pepo ishaumbwa, ipo kama anasema Allah, uiddat lilmuttaqin, na aya zimekuja sehemu mbalimbali kuonyesha kwamba pepo ipo, na kadhalika itaendelea kuwepo milele na milele. Hakuna wakati wa jamaa basi mshastarehe sana basi kwa hiyo kila mmoja ashike njia zake, hamna tena pepo. Hakuna wakati huo tena, pepo itaendelea kuwepo abadal abidin, كما نسمع الله أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. أما wale waliofanya wema watakuwa katika janna hali ya kukaa milele humo muda wa kudumu mbingu na ardhi, isipokuwa akitaka Mola wako. Na hicho ni kipawa si chenye kutindika, hakikatiki. Kiswahili cha kimvita hiyo, hakitindiki yani hakikatiki. Ataan ghaira majdhuz, ni kipawa ambacho si chenye kutindika, hakikatiki. Kwa hiyo ni malipo na ni jaza yenye kuendelea, hayakatiki malipo haya. Lakini pengine mtu anaweza kusema kuna ishkali, mbona anasema adamati samawati wal ardh, muda wa kudumu mbingu na ardhi, na ardhi itavunjwa siku ya kiyama, mbingu zitakunjwa zina mwisho. Kwa hiyo inaonyesha kwamba na janna itakuwa ina mwisho. La, sio maana yake. Au kadhalika kusema mashia, ina maana kwamba isipokuwa akitaka Mola wako, ina maana akitaka anaweza kuiondoa. Na kila jambo linakwenda kwa mashia Allah, na katika yale aliyotaka Allah ni kuendelea kuwepo kwa janna milele. Kuna vitu 7 vimeumbwa, hivyo vimeumbwa kwa ajili ya kuendelea milele, havitatoweka. Vitu 7, moja katika hivyo ni al-arsh, na kingine ni al-lawh al-mahfuz, na kingine ni janna, kingine ni an-nar.
Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala kataja katika bayani talbisi al-Jahmiyya hadithi na kasherehesha hadithi hii, na alikuwa ni hadithi ya Imran radhiyallahu anhu. Kwa hiyo katika vitu vilivyotajwa ambavyo vitakuwa ni vya milele ni pepo. Pepo haitakwisha, wala neema zake ma laha min nafad ataan ghayra majdud. طيب. وكذلك النار هي الدار التي أعدها الله تعالى لأعدائه. moto ni mahali ambapo Allah amepandaa kwa ajili ya maadui zake, na ndani yake kuna sampuli mbalimbali za adhabu ambazo haziwezekani mwanadamu hawezi kuzihimili. Naudhu billahi minan nar. Mwanadamu hawezi kutahamali kuvumilia, kwa mimi bwana nitavumilia hivi, nani adhabu za kudumu. Na hivi sasa tunazungumza moto tayari ushaunga, upo, unasubiri watu tu ili wakati ufike watu wauingie. Upo na umeandaliwa maalum, moto umeandaliwa kwa ajili ya makafiri. Sasa wale waislamu ambao watafanya makosa wakajifananisha na makufari wataingizwa kwa muda fulani, lakini wenyewe hasa uiddat lilkafirin, moto umeandaliwa kwa ajili ya makafiri. fattaqu an-nar allati waquduha an-nas wal-hijara uiddat lilkafirin. na alipotaja habari za pepo na wabashiri alladhina amanu wa amilu salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah tabaraka wa taala anasema wape bishara wale walioamini na wakatenda amali njema kwamba wao watastahili kupata pepo ambazo zinapita chini yake mito. kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadha alladhi ruzaqna min qabl wa utu bihi mutashabiha. Kwa hiyo watafasilu dhalika, na upambanuzi wa mambo hayo tuliyotaja mazkuratun fil kutubi almunazzala. Sheikh al-Islam anaendelea kusema hayo mambo yametajwa katika vitabu fil kutubi almunazzalati min as-samaa, yametajwa katika vitabu vilivyoshushwa vilivyoteremshwa kutoka mbinguni. Haya mambo ambayo yametajwa, mambo ya hisab na iqab, masala ya janna wa nar na mengineyo, yote hayo yametajwa katika vitabu vya Allah vilivyoteremshwa kutoka mbinguni, yani katika vitabu kama vile Taurat والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى وغيرها من الكتب المنزلة، فقد ذكر فيها ذلك مبينا مفصلا. هذا يمتاجه هم kuufafanuzi mrefu kabisa, kuufafanuzi kwa sababu ya watu kuhitajia jambo hili, li hajati nnas, bali daruratuhum ila bayanihi wa tafsirihi, bali wana ulazima wa kubainishiwa mambo kama hayo ili watu wajue na kupambanuliwa mambo haya. idh la yumkinuhum listiqama illa bilimani bilyawm alakhir, kwa sababu haiwezekani watu wakanyooka isipokuwa kuamini siku ya mwisho. alladhi yujaza fihi kullu amilin bima amil min khairin wa sharrin, siku ambayo watu watalipwa kila mtendaji na kila alichokitenda, ikiwa ni khairi au shari. wal-athar min al-ilm al-ma'thur 'an al-anbiya, pia vile vile imetajwa kupitia athar za ilmu, mabaki ya ilmu yaliyopokewa kutoka kwa mitume. Kuna habari ambazo zimepokewa kutoka kwa mitume. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, i'lam anna al-ilma al-ma'thura 'an al-anbiya qisman, kwamba ilmu, fahamu kwamba ilmu iliyopokewa kutoka kwa mitume ni sampuli mbili. qismun thabata bilwahy, sehemu ya kwanza ni ile elimu ambayo imethibiti kupitia ufunuo wa wahi, wa huwa ma dhukira fi al-Qur'ani wa sunnati as-sahiha, nayo ni ile ilmu iliyotajwa ndani ya Qur'ani na sunna sahihi. wa hadha la shakka fi qabulihi wa i'tiqadi madluli, elimu hii hapana shaka kwamba mtu anatakiwa aikubali na aitakidi vile ilivyofahamishwa katika haya maandiko. wa qismun akhar ata an tariqi naqli ghairi alwahy, sampuli ya pili ya ilmu kuhusu mambo haya, habari zinazohusiana janna wa nar,
hisabu wal iqab wathawab imekuja kupitia katika njia ambazo si za wahi. وهذا هو الذي دخل فيه الكذب والتحريف والتبديل والتغيير. Na hii ndio ile ambayo imeingia ndani yake uongo, mabadiliko, upotoshaji. Kwa hiyo katika habari za manabii ambazo zimetajwa katika vitabu, ziko ambazo zimekuja kwa wahi sana, zimesadikishwa na Qur'an, lakini ziko nyingine ambazo zimewekwa na mikono ya waandishi, zimeingiliwa na uongo mwingi. Kwa hiyo hapana budi kwa mtu atahadhari kwa zile ambazo habari anazozikuu kutoka kwa manabii waliopita. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akafika kusema, idha haddathakum ahlul kitabi fala tusaddiquhum wala tukadhibuhum. Ahlul kitabi watuwasimulieni habari, msiwasadikishe wala msiwakadhibishe. Waqulu amanna bima unzila ilaina wama unzila ilaykum, na nyinyi semeni tumeamini vile vilivyoteremshwa kwetu sisi na vilivyoteremshwa kwenu. Usisadikishe yale yanayozungumza kwa ujumla, kwa sababu na wao pia walikuwa wakiambiwa waamini, walikuwa hawataki kuamini. Lakini sisi tunaamini tunaamini Allah, na tunaamini vitabu, tunaamini mitume walioteremshwa vitabu wote jumla kwa ujumla, na wale tunawajua kwa tafsiri, kwa upambanuzi. Lakini wao idha qila lahum aminu bima anzala Allah qalu bal nu'minu bima unzila alayna wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqq musaddiqan lima ma'ahu. Wakiambiwa aminini vile alivyoteremsha Allah, sema sisi tutaamini kile kilichoteremshwa kwetu sisi tu, tutaamini kitabu chetu tu. Lakini waongo wala hawaamini kitabu. Kwa hiyo watu wasisadikishe kile kinachosema kutoka kwa watu hao. Mtu hafai kusadikisha wala kukadhibisha. Na wanawachuoni wanasema kwamba yale yaliyotajwa kutoka kwenye vitabu vya watu waliotangulia vimegawanyika katika sehemu tatu. Kuna ambavyo vinasadikishwa na sheria yetu, yani yale wanayotaja kwenye vitabu vyao na vile wanavyofanyia kazi yamesadikishwa ndani ya vitabu vyetu, kitabu chetu Qur'an. Na kuna ambayo ni kinyume kabisa, ni uongo, yanapingwa na Qur'an. Kuna mambo ambayo wale watu waliokuwa vitabu katika waliotangulia wanayasema kuhusu Allah na kuhusu mitume na kuhusu kiyama kinyume na vile ilivyokuwa ndani ya Qur'an. Hayo ni uongo. Na kuna ambayo sheria yetu haikuyasema, si kwa kuyakadhibisha wala kwa kuyasadikisha. Hapa tunazungumzia habari zinazotajwa kutoka kwenye vitabu vya waliotangulia kabla ya Qur'an, kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habari za manabii waliotangulia zinazonukuliwa kwamba fulani kasema hivi au kitabu fulani katika vitabu vilivyotangulia vimesema hivi, ziko sampuli tatu. Sampuli ya kwanza ni habari ambazo zinaafikiana na yale yaliyomo kwenye sheria yetu, zinaafikiana ima na Qur'ani au na Sunna. Hayo ni ya haki. Na kuna habari ambazo zinapingana na yaliyomo ndani ya Qur'ani na Sunna, yani ni kinyume kabisa. Sizungumzii katika mambo ya ibada, kwa sababu kuna uwezekano wa kupatikana tofauti katika mambo ya ibada, ikawa sheria iliyopita, au katika mambo ya muamalat, katika mambo yaliyopita huko sheria iliyopita ilikuwa hivi na nyinyi mmepewa sheria. Lakini tunazungumzia masala ya nini? Masala ya imani. Masala ya imani hana nasakh, kwa hiyo hayafutwi, kwa sababu ni habari haifutiki. Kwa hiyo ikiwa habari zilizotajwa katika vitabu vilivyotangulia zikinukuliwa kutoka kwa manabii waliopita, habari hizo zinapingana habari zilizomo ndani ya sheria yetu Qur'an na Sunna, basi ujue habari hizo tayari zimeingiliwa na uongo, si za kweli, tutazikadhirisha. Na zile habari ambazo
zimetajwa kwenye vitabu vilivyopita kutoka kwa manabii na habari mbalimbali na hasa mbalimbali ambazo hazikutajwa katika vitabu vyetu au katika sheria yetu, si kwa kusadikishwa wala kukadhibishwa, wala haipingani na msingi wowote katika misingi ya sheria yetu. Habari kama hizo tunatawakaf, hatutazisadikisha wala hatutazikadhibisha, na si vibaya na sisi tukazinukuu tu istinasan, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, tasammu bismi wala taktanu bikunyati وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص asema jiiteni kwa jina langu, tumieni jina la Muhammad, lakini msitumie kunia yangu mkajiita Abul Qasim, na simulieni habari kutoka kwa ahlul kitabi, wala hapana vibaya. Anakusudia habari hizi ambazo hazijakadhibishwa au hawazipingani na sheria yetu, wala hapana vibaya, na atakayenizulia mimi uongo kwa makusudi na alichagulie makazi yake katika moto. Umefahamu? Kwa hiyo habari ambayo imebainika kwenye sheria yetu kwa habari hiyo ni uongo, haitafaa kusimulia, na ile ambayo itakuwa imebainika kwamba inapata support au inapata nguvu, inasadikishwa na sheria yetu, hiyo ni ya kweli. Na ile ambayo haimo katika hili wala katika hili, inawezekana ikawa kweli au uongo, ndipo pale Mtume sallallahu alaihi wasallam asema fala tusaddiquhum idha haddathakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wala tukadhibuhum wa qulu amanna bima unzila ilayna wama unzila ilaykum. Watakapowasimulieni ahlul kitabi msiwasadikishe wala msiwakadhibishe, na semeni tumeamini vile vilivyoteremshwa kwetu sisi na vilivyoteremshwa kwenu. anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa fil ilmi al-mawruthi an Muhammad sallallahu alayhi wasallam min dhalika ma yashfi wa yakfi, na katika elimu iliyorithiwa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hilo kuna kiasi kinachotosha, wala hatuna haja kutafuta tena kwenye Taurati kumesemaje, kwenye Zaburi kuna kitu gani. Haya yote Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanayozungumzia habari za kiyama yanatosha kabisa. Kwa hiyo wa fil ilmi al-mawruthi, na katika ile elimu iliyorithiwa, maana Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye amerithiwa na ummati wake elimu, ndio mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tukikaa tukisomeshana twarithishana mirathi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika mirathi iliyorithiwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam min dhalika, katika habari hizo za kiyama, ma yashfi, kuna kiasi ambacho kinatibu, kinaponya, wa yakfi, na kinatosha kabisa. Kwa hiyo fala hajata ila nabatha mawa'idha turaqiqu alquluba min ghairi alkitabi wassunna. Sisi hatuhitaji tena, hatuna haja ya kutafuta mawaidha yatakayolainisha nyoyo kutoka nje ya kitabu na sunna. Mtu akaanza kuleta Israiliyati, kuna habari akaanza kutaja huko zamani, akaja habari za Israiliyati za nini. Lakini sasa ukitazama yote haya ni kwa nini? Kwa sababu watu hupenda gharai, watu hupenda kutaja visa vigeni vipya, na watu wapenda kuwapa watu visa ili kuwaliwaza na kufanya hivi ili mazungumzo yakamilike. Na ndio maana utakuta watu wengi wanakupia katika mawaidha yao kutaja visa, na wale wanashatoa visa bwana, kwa sababu watu wapenda hivyo. Lakini sisi hatuna haja tena ya kutafuta mawaidha mengine sio kwa Qur'ani na Sunna kutoka kwenye vitabu vingine ili tujitulainishe nyoyo za watu. Fala hajata lana ila an nab'atha an mawa'idha turaqiqu alquluba min ghairi alkitabi wassunna bal nahnu fi ghina an hadha kulli. Sisi tunajitosheleza na haya yote. ففي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم ما يشفي ويكفي في كل أبواب العلم والإيمان. katika elimu iliyorithishwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, iliyorithiwa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna kiasi ambacho kinaponya
lakini inatosha katika kila milango ya ilmu na milango ya imani. Wallahu ta'ala a'lam. Anaendelea, faman ibtaghahu wajada. Anamalizia Ibn Taymiyyah kusema yule anayetaka, faman ibtaghahu, yule atakayetafuta hayo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wajada, atayapata. Kwa hiyo falquranu baina aidina wa kutubu alahadithi baina aidina, Qur'ani tuko nayo na vitabu vya hadithi tuko navyo. Ukitaka mawaidha ya kuwalainisha watu nyoyo zao, ukitaka utapata ndani ya Qur'an na utapata katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini mpaka uwataka hivi, uwe wataka hivyo, ikiwa lengo lako wewe kutafuta Israiliyati, tuna habari na visa, hapo zamani palikuwa na hivi na hivi, kuna bwana mmoja ukataja visa, ikawa habari zako wewe ni kutaja Israiliyati, utakuwa bila shaka utakuwa mbali na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukitaka kinyume cha hivyo, ukiwa wataka haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani na Sunna, utayapata, kwa sababu Qur'ani ipo na Sunna ipo, vitabu vya Sunna vipo, lakinaha tahtaju ila tanqiq wa bayan sahih minha wa dhaif. Lakini pamoja na hivyo inahitaji uchambuzi wa kusafisha na kubainisha kilichokuwa sahihi katika hivyo na kilichokuwa dhaifu, hatta yabni an-nasu ma ya'taqidunahu fi hadha al-bab ala asas salim, ili watu wajenge yale ambayo wanaitakidi katika mlango huu juu ya msingi uliosalimika. Biidhnillah al-karim, katika darasa itakayofuatia wiki ijayo insha Allah tutasoma masala ya imanu bil qadar. Baada ya imanu bil yawm al-akhir nitafuatia itakuwa ni al-imanu bil qadar, kuamini qadar. فليؤذن المؤذن أذان. الله